tumeanza kujifunza kwa habari ya jambo mojawapo muhimu katika Biblia, na jambo hilo linaitwa nini? Linaitwa imani. Tulisoma kile kitabu cha Waebrania, tukasoma mlango wa 11 aya ya kwanza kabisa. Anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Watu wengi wamekuwa wanachukulia huu mstari kama ndio tafsiri ya imani. Inaweza ikawa ni sahihi, lakini jaribu kutafuta katika vyanzo vingine uweze kuona kwamba imani maana yake ni nini. Sipingani na maandiko ya Biblia, lakini ninachotaka ni kwamba tuendelee kujengana, kuimarishana mpaka tufike wakati ambapo, ama tufike mahali ambapo kila mmoja sasa atakuwa competent kwamba jambo hili ni jambo gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi kabla ya kusoma hicho kitabu cha Waebrania, nataka tusome maandiko mawili, alafu tutaendelea ili niweze kukueleza kwamba imani ni nini. Yaani unapojifunza swala la imani uelewe imani ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pia tunaweza tukasoma kitabu cha Paulo kwa Warumi mlango wa 3, tusome ile aya ya 28. Anasema, basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Mwanadamu anahesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Lakini bado ninatamani kuweka msingi mzuri. Hilo andiko nafikiri halinipi maana ile ambayo ninataka kwamba nikufikishie. Lakini hemu tuangalie kwamba kama mwanadamu anahesabiwa haki kwa njia ya imani, na tumesoma katika Waebrania anatueleza bayana na hakika ya mambo. Lakini imani inaweza kujengwaje ama inaweza ikatokanaje na jambo fulani. Yaani mtu anajengaje imani? Sasa mimi katika tafsiri yangu ya imani, katika kusoma nimeona kwamba kama tunaamini kwamba Mungu, manake pia tunaposema kuamini manake ndani yake iko imani. Labda nisogee mbele kwamba sio kwa matendo, sio kwa matendo ya sheria. Anahesabiwa haki kwa njia ya imani. Mimi nikaenda mbele kidogo nikasema imani maana yake ni kuamini. Ndio imani maana yake. Sasa naomba uwe unaweka na wewe imani maana yake ama lugha nyingine ni kuamini, na lugha nyingine ya imani maana yake ni kusadiki. Na lugha nyingine ya imani ni kutegemea, ama wakati mwingine kujikabidhi. Unajikabidhi 100% kwa mtu ama kwenye kitu fulani katika ulimwengu wa kiroho, ambapo inakuja kudhihirika katika ulimwengu wa kimwili. Yaani ni ngumu sana. Watu wengine wanataka waamini kitu baada ya mtu fulani kufanya, ama mtu fulani kuwahakikishia, yani kwa macho ya kawaida. Lakini imani chanzo chake ni sio mwilini, yani sio nje, ni ndani. Na kuna kisa kimoja cha mtoto mmoja Nigeria ambaye mwalimu wake nafikiri alimchapa viboko siku kwa ajili ya akamwambia simama. Katika purukushani na maneno kati ya mwalimu na mwanafunzi akamwambia mwalimu kwamba wewe utaona mimi nimesimama kimwili, lakini rohoni mimi nimekaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunasema imani ni kuamini, ni kusadiki, ni kutegemea, ni kujikabidhi. Sasa imani ni nini? Bado hatujafika mahali pa kueleza imani ni kitu gani. Lakini kwa namna nzuri ningesema imani ni kukubali ukweli wa jambo lisilowezekana kuthibitishwa kibinadamu, ama lisilowezekana kibinadamu, lakini jambo hilo ukaliamini pasipo shaka. Tunapozungumza habari ya kitabu cha Musa, kile kitabu cha Mwanzo, tunasema imani, tunasema kwamba hapo mwanzo unaposoma moja kwamba Mungu aliziumba mbingu na nchi, tunaamini kwamba hapa tulipofika, dunia jinsi ilivyo na vitu vilivyopo,
Kila kitu yuko muumbaji, na huyo muumbaji alianza kuumbaumba vipi vitu vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndio tunafika mahali tunasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini na nchi kwa njia ya nini? Ya imani. Lakini sasa jambo hilo tunasema kuamini mtu, kitu ama dhana fulani pasipo shaka, hiyo ndio imani. Yaani ndio tafsiri nzuri ya imani. Kabla tujaenda kwenye kitabu kile cha Waebrania 11 ambapo anazungumza hakika na bayana, lakini tunazungumza kwamba imani tafsiri yake sahihi, the correct definition ya imani ni kwamba ni kukubali ukweli wa jambo lolote lile lisiloweza ama lisilowezekana kuthibitishwa ama lisilowezekana kibinadamu pasipo shaka yoyote. Sasa hata watu wanaoamini habari ya ushirikina ni kuna mambo mtu anaweza akaenda akafika mahali akaamini, na watu wanasema kabisa kwamba jamani, uchawi upo. Manake nini? Manake kuna mtu amepelekwa kwenye kiwango fulani, kwenye level fulani ambazo sasa nafika naona kabisa kwamba jambo hili kwa akili ya kibinadamu na uwezo wa kibinadamu haiwezekani pasipokuwa na nguvu ya kitu kingine nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaposoma Warumi 10, unaposoma kitabu cha Paulo kwa Warumi ule mlango wa 10, ukisoma aya ya 17 anasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sijui kama umeanza kupapata hapo. Kwa hiyo tunamaanisha kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Sasa hapa ni kuna mambo ya msingi ambayo ningependa pia kuyajenga. Imani inatokanaje ama inapatikanaje? Hapa Paulo anaturahisishia kwamba jambo la kwanza ni kusikia kwa masikio, lakini kusikia huko huja kwa neno la Mungu ama neno la Kristo. Na unaposoma hii Warumi yote, ukisoma huu mlango wa 10 linakueleza kabisa. Anasema ukisoma 9 ama ukianza ile 18 anasema lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ni lile neno la imani tulihubirilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, lakini kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo unaweza sasa ukaanza kuangalia jambo hili la ufufuo liliwafanya wale mafarisayo na watu wale wakali kupingana na dini zikaachana na madhehebu yakaachana. Wengine hawaamini katika ufufuo, lakini hapa kulikuwa na kuamini katika ufufuo. Sasa soma hii Warumi 10. Soma hii Warumi 10. Inasema bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, usiseme moyoni mwako ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, yaani kumleta Kristo chini, au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimu, yaani kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ni lile neno la imani tulihubirilo. Kwa hiyo unaweza sasa ukaanza kwenda pamoja na mimi unapojua kwamba imani ni kukubali ukweli wa jambo lisilowezekana kuthibitishwa pasipo shaka, ama imani ni kuamini kitu, dhana fulani pasipo shaka. Sasa unaanza kujengeka vizuri. Unaliamini jambo fulani, na wakati mwingine unajitoa kwa 100%. Hauna kitu ambacho unakitegemea kushika kwamba hapa nimekanyaga hili ni jiwe, ama hapa nimekanyaga hili ni gogo, ninaweza kutembea. Lakini wewe kwa njia ya imani katika ulimwengu wa kiroho unaweza kutembea kwa namna hiyo. Lakini pia tumejifunza na tutakuja kujifunza hapo chini, lakini nitamani sasa turudi kwenye kitabu cha Waebrania. Tusome haraka kitabu cha Waebrania ule mlango wa 11. Anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana mambo yasiyoonekana. Tunashuka ukianza aya 4 anasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini.
Kwa imani Henoko alihamasishwa asije akaona mauti, alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Lakini tunaendelea mbele, anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wote wamfuatayo. Anasema kwa imani Nuhu akiisha kuonywa, unaweza soma hii Waebrania yote, ni kuna mambo mazuri sana kwamba kwa habari ya imani huwa kuna andiko moja nalipenda, ngoja niliangalie kama nitalipata hapa katika sura hii mlango wa 11. Anasema kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Na hii ndiyo msingi kabisa. Nimeelezea habari ya Ibrahim wakati anaitwa Abraham, kwamba huyu alikuwa tayari ni katika level kubwa kabisa za roho. Wakati huo kama kanisa la shetani alikuwa ni mwabudu miungu mkubwa sana, lakini Mungu alipomuita, alimuita Tera, babake akatoka akasimama Haran. Baada hapo Mungu akazungumza na Ibrahim kutoka hapa. Unaona Ibrahim anaondoka, na ndio msingi tunaposema kwamba Ibrahim ni baba wa imani. Msingi wake uko hapa, sio kwenye Isaka kule alikwenda kumtoa mtoto, lakini msingi wake unaanza, anasema atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Anasema akatoka asijue aendako. Yani hata wewe leo nikikwambia nenda, ama mtu akakuita nenda sehemu fulani, inakuchukua imani sana kutoka. Yani uache kila kitu uondoke kama ulivyo, tena kwa sauti, sio mtu, kwa sauti, kwa sababu Mungu alikuwa akizungumza na Ibrahim kwa sauti. Hakumtokea physically kwamba sasa nataka uondoke, hapana, alikuwa akizungumza naye. Na ukumbuke kwamba Ibrahim alikuwa tayari kwenye vyeo vikubwa, alikuwa ni mfalme wa miungu. Kwa hiyo alikuwa na mambo anayoyafanya anayaona, lakini Mungu anamuita sasa aache miungu na vitu vyote ambavyo alikuwa navyo, aondoke kwenda sehemu ambako yeye mwenyewe alikuwa hajui. Anasema kwa imani alikaa ugenini katika nchi ile ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi, ambao mwenye kuujenga na kuubuni na kuujenga ni Mungu mwenyewe. Angalia. Yani wewe nikwambie leo, acha nyumba yako, acha mali zako, acha nini ulivyo navyo, acha ajira yako, uondoke. Alafu anasema alivyoviacha vyote, yamkini kule alikuwa na nyumba na maisha mazuri. Anasema akatoka, alikuwa akikaa katika hema, tena katika nchi ambayo isiyo yake. Kwa alikaa kama mgeni ugenini. Tena wakati huo anasema alikuwa na Isaka na Yakobo. Emu niambie jambo hili lilikuwa halikuwa jambo jepesi kwa Ibrahim. Soma sasa hii Waebrania yote, itakuwa inakusaidia kujibu maswali ya muhimu kwamba imani ni nini. Lakini tumeshaanza